Ligi ya mabingwa Afrika, Kiingereza CAF Champions League, ambayo zamani ilikuwa kombe la klabu bingwa Afrika, ni mashindano ya kila mwaka ya kandanda yanayoandaliwa na shirikisho la soka Afrika CAF na kuzikutanisha vilabu bora zaidi barani Afrika. Ndiyo yenye hadhi zaidi ya vikombe vya vilabu Afrika. Mshindi wa shindano anahitimu kiotomatiki kwa toleo linalofuata. Pia amefuzu kwa kombe la CAF Super Cup pamoja na kombe la dunia la vilabu la FIFA. Al Ahly ndio klabu yenye mafanikio makubwa zaidi katika historia ya mashindano hayo ikiwa na mataji 10. Washindi wote: mwaka 1965 Oryx Douala, mwaka 1966 Stade Abidjan, mwaka 1967 Totti Puissant Egbert Lubumbashi, mwaka 1968 Totti Puissant Egbert Lubumbashi, mwaka 1969 Ismaili, mwaka 1970 Asante Kotoko Kumasi, mwaka 1971 Kanunu Yaounde, mwaka 1972 Hafia Conakry, mwaka 1973 AC Vita Club Kinshasa, mwaka 1974 CAR Brazzaville, mwaka 1975 Hafia Conakry, mwaka 1976 MC Algiers, mwaka 1977 Hafia Conakry, mwaka 1978 Kanunu Yaounde, mwaka 1979 Union Douala, mwaka 1980 Kanoni Yaounde, mwaka 1981 Jeunesse Electronic Tizi Ouzou, mwaka 1982 Al Ahly Cairo, mwaka 1983 Asante Kotoko Kumasi, mwaka 1984 Zamalek Cairo, mwaka 1985 Force Arms Royal Rabat, mwaka 1986 Zamalek Cairo, mwaka 1987 Al Ahly Cairo, mwaka 1988 Entente Plastins Setif, mwaka 1989 Raja Casablanca, mwaka 1990 Jeunesse Sportive Kabylie, mwaka 1991 Club Africain Tunisia, mwaka 1992 Wydad Casablanca, mwaka 1993 Zamalek Cairo, mwaka 1994 Esperance Tunis, mwaka 1995 Orlando Pirates Soweto, mwaka 1996 Zamalek Cairo, mwaka 1997 Raja Casablanca, mwaka 1998 ASEC Abidjan, mwaka 1999 Raja Casablanca, 2000 Hearts of Oak Accra, mwaka 2001 Al Ahly Cairo, mwaka 2002 Zamalek Cairo, mwaka 2003 Enyimba, mwaka 2004 Enyimba, mwaka 2005 Al Ahly Cairo, mwaka 2006 Al Ahly Cairo, mwaka 2007 Etoile du Sahel, mwaka 2008 Al Ahly Cairo, mwaka 2009 Totti Puissant Mazembe Lubumbashi, mwaka 2010 Totti Puissant Mazembe Lubumbashi, mwaka 2011 Esperance Tunis, mwaka 2012 Al Ahly Cairo, mwaka 2013 Al Ahly Cairo, mwaka 2014 Entente Sportive Setif, mwaka 2015 Totti Puissant Mazembe Lubumbashi, mwaka 2016 Mamelodi Sundowns, mwaka 2017 Wydad Casablanca, mwaka 2018 Esperance Tunis, mwaka 2019 Esperance Tunis, mwaka 2020 Al Ahly, mwaka 2021 Al Ahly Cairo, mwaka 2022 Wydad Casablanca. Ligi ya mabingwa Afrika ndiyo mashindano makubwa zaidi ya vilabu vya mpira wa miguu barani yanayoshuhudia timu bora zaidi ya vilabu vya Afrika zikishindana kujua nani ndiyo bora zaidi barani. Kwa sababu ya ukubwa wake, mashindano haya huwa yanaangaliwa kwa sehemu kubwa na mashabiki wa mpira wa miguu barani kote na zaidi. Ukweli kuhusu CAF Champions League. Ligi ya mabingwa Afrika ilianzishwa mnamo mwaka 1964 na hapo mwanzo iliitwa kombe la Afrika la klabu bingwa. Mshindi wa kwanza wa michuano hii alikuwa Oryx Douala ya Kameruni, ikiichapa Stade Malien ya Mali bao 2-1 katika siku ya uzinduzi wa fainali.
Jina la michuano hii lilibadilishwa kuwa Ligi ya Mabingwa Afrika mnamo mwaka 1997 na muonekano wa jina hili ulibadilishwa na kuonekana zaidi kama Ligi ya Mabingwa Ulaya UEFA. Michuano hii mwanzoni ilianza na timu 58 ambazo zilicheza mizunguko miwili ya kufuzu kuwa sehemu ya michuano mikubwa. Baada ya mizunguko hiyo, timu 16 bora zilizofuzu ziliwekwa kwenye makundi manne. Chimbuko la Kombe la Mataifa ya Afrika lilikuwa mnamo Juni mwaka 1956 wakati uundaji wa Confederation of African Football ulipendekezwa katika mkutano wa 3 wa bunge la FIFA mjini Lisbon. Kulikuwa na mipango ya haraka kwa mashindano ya mataifa ya bara kufanyika, na mwaka wa 1957 mwezi wa Februari shindano la kwanza la Kombe la Mataifa ya Afrika lilifanyika mjini Khartoum, Sudan. Hakukuwa na mechi za kufuzu katika shindano hili, kwani uwanja ulikuwa na mataifa manne ambao ndio waanzilishi wa CAF: Sudani, Misri, Ethiopia na Afrika ya Kusini. Kukataa kwa Afrika ya Kusini kupeleka kikosi chenye wachezaji wa rangi tofauti katika ushindani kulisababisha wao kuadhibiwa na Ethiopia iliweza kufuzu katika fainali. Kutokana na tukio hilo, mechi mbili ndizo zilizochezwa na Misri kuwa bingwa wa kwanza katika bara baada ya kushinda Sudani katika nusu fainali ya Ethiopia katika fainali. Miaka miwili baadaye Misri ndio ilikuwa mwenyeji wa pili wa ANC mjini Cairo, ambapo timu zile tatu ndizo zilizoshiriki kama mwenyeji wa bingwa tetezi. Misri iliweza kushinda baada ya kuwalaza Sudani katika fainali. Shindano hili lilienea na kuwa na timu 9 ambazo zilishiriki. Shindano hili la tatu la AAC mwaka 1962 lilikuwa mjini Addis Ababa, na kwa mara ya kwanza kulikuwa na mechi za kufuzu ambapo timu 4 zilifuzu kupigania ubingwa. Ethiopia kama mwenyeji, Misri kama bingwa tetezi zilipata fursa ya kufaulu mara moja na kuungwa na Nigeria na Tunisia katika timu 4 za mwisho zilizowania ubingwa. Misri iliweza kucheza fainali kwa mara ya 3, lakini Ethiopia waliweza kushinda baada ya kupiga Tunisia katika semifinal na kulaza Misri katika muda wa ziada. Na hii ni Spoti Mtaa TV. Mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu kutoka hapa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kwa habari kemkem za michezo.